Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, na wakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa. Sasa leo tutaangalia eka bungeni. Eka za bunge. Sasa sitaki kukuchosha, na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukazione hizi eka bungeni. Tukianza na namba 5. Kura chuma hicho. Mheshimiwa Bwege. Mheshimiwa Bwege, nimejaribu kwa very patient. Na najua nikisema ni mtoe mmoja mtataka mtoke wote. Ni bora. Itasaidia vile kuendesha bunge hili vizuri. Sasa Mheshimiwa Bwege. Ndiyo mheshimiwa. Nakuomba utoke nje. Nakuomba niachie. Na kuagiza utoke nje. Basi nenda nje. Nenda. Asante. Koishi nje mimi baba. Na vijana msitoke. Nenda nje. Haya, nikupeleke kwenye namba 4. Kura chuma hicho. Sasa tukaangalie namba 3. Kura chuma hicho. Akaja mtu akachukua nguo zake akakimbia nazo. Sasa busara ikamtuma, je, nimkimbize yule anayekimbia na nguo zangu? Hekima ikamtuma, hapana, baki hapo ziwani, utafute msaada, utaletewa nguo nyingine. Wana CCM nawaonya, tusiwasikie watoto hawa. Sisi tusije tukatoka katika nia yetu ya kuongoza nchi kuhusu utaratibu. Kwa hiyo nachoomba na nachosisitiza, uwe na uvumilivu. Taarifa tu kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti. Endelea Mheshimiwa Shekifu. Nilikuwa na mbona mkosa mali? Tulia mwanangu. Taarifa kwanza, maana na sisi walitupa taarifa. Ngoja atoe taarifa yake na mruhusu. Toa taarifa. Mwenyekiti, nilikuwa nataka kumpa taarifa. Kwanza nimpige marufuku kwamba sisi sio watoto humu ndani. Sisi ni wabunge tulioigaragara za CCM kwa kura nyingi. Hakuna mtoto anayeigaragaza CCM. Tumeingia humu kikatiba, tunasoma, labda yeye ndio atufafanulie kuhusu ripoti ya msema kweli ilisemaje kuhusu udaktari wake feki na kufoji vyeti. Ndio maana anachangia mambo ya kulembalemba kwa sababu ana kashfa ya kufoji vyeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijana huyu, na naendelea kumwita kijana, na niseme ni mtoto kwa sababu hata anayezungumza hana hekima, na umma wote unajua kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Machali ka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu utaratibu. Swala kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti. Swala kanuni. Nasema ka. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la utaratibu, kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Machali, naomba ukae. Haya, nikupeleke kwenye namba 2. Kura chuma hicho. Kishwa vya kata ya Rutoro wamekuja watu wanafukuza watu kwenye vijiji vilivyoandikishwa. Kama ni utawala bora, walk the talk. Nenda kawaulize vijiji ulivyovisajili chini ya TAMISEMI katika maeneo ya kata 8, ni nani mwenye mamlaka ya kuja kupangua vijiji vile bila wewe kuhusishwa? Tungependa wakuu wa mikoa wote wawe kama mkuu wa Mwanza. Mnakaa watu mnajadiliana. Yule kijana aliyekuwa anasukuma ndizi amenipigia simu, asema ameridhia makosa yaliyotokea, amewasamea wote. Sasa na wengine waambie, kama wanasikia mbunge anaoji, wamuite mbunge, wakae naye wajadiliane. Hatuwezi kuishi kwa kebei. Mtu anakwenda anakata mashamba ya watu, anasema mwaya ukimpa eka 6 zinatosha. Hiyo dharau usirete.
Katika miaka 100 ya Nyerere huwezi kusimama kuwabagua watu kikabila. Unasema eka 6 kwa Mwaya ni nyingi. Nani alikwambia Mwaya hawezi kuwa na eka 6? Mimi nina zaidi ya eka 30, sio Mwaya. Lakini kwa nini tunatafuta ukabila? Hatuwezi kukubali kudharauliana. Walk the talk. Hakikisha wale wote wanaohusika, kutaneni nyote, wizara zote zinazohusika, mkamalize matatizo yale TAMISEMI ya wananchi, lakini sio wale wananchi wale ambao wanakuwa 75 kwenye ranking za FIFA. Asante sana Mheshimiwa Charles Mwijage. Sasa tukaangalie namba 1. Kura chuma hicho. Wao tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome kwao. Tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu. Waje watalii kwenye nchi yetu waone. Wafundishe namna siasa inapofanya. Aya, sasa wane usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.